Diala na kuita mara 3. Blaza, hii Yanga mzee wangu. Alafu katika maisha yetu hatujawahi hata siku moja kumlaki mtu tukamfanya kama Mungu mtu. Mapenzi ambayo tunakuonyesha tunaomba uheshimu kama mchezaji wetu. Leo umefanya kitendo cha ajabu afu ni cha kitoto ambacho uaga unafanyaga watoto wa kike vitu kama hivi. Kweli Bakari beki wako kila siku unacheza naye. Lakini leo kukosea kuchoma kidogo kwa sababu karibu clean sheet yako, unaona wewe unasusa, unajifanya umeumia, unaenda nje. Haya, nini kimetokea? Wanasema alichungulia. Wewe ndio kipa yetu namba 1, tunayekuamini. Mimi na imani kabisa Diala akiwa golini, manake una watu wawili, hata Gamonde alishasema hivyo. Unakuja unasema sijui mambo gani, unatoka wewe anakuja kuingia Masalanga ambaye alikuwa na pressure kupita maelezo. Mwisho wa siku mpaka game inakuja kuisha, angalia kimetokea kitu gani. Pengine angekuepo goli ambazo amekuja kupoteza dakika za mwisho asingeruhusu. Diala kwanza ni kapteni, ana uwezo wa kuongea na wachezaji. Masalanga alikuwa mbele yake wote kaka zake. Ubavu wa kuwafokea hana. Lakini Diala ana uwezo wa kukufokea anavyoweza mwenyewe. Ila leo kichotokea Blaza umetuuzi sana. Kutokana ni mchezaji wetu na tunasema mtoto akikosea usiukate mkono, ufute suka katika lugha za Waswahili. Sisi tumekubali matokeo. Ila Blaza siku nyingine usirudie hii issue. Yaani mimi binafsi sijui kwa wenzangu umenikwaza vibaya mno. Hii Yanga sio ya mtu, hii Yanga sio ya engineer wala ya Arafati. Hii Yanga ni ya kwetu sisi wananchi. Sisi mashabiki na wanachama ndio wenye hii timu. Yaani ukituchanganya kitu kidogo tu, tuna uwezo kufanya jambo lolote juu yako, tukakwambia hatukutaki na ukaondoka. Usiletee hizi mambo mzee wangu.